Bwana, mambo vipi mpenzi mtazamaji wa MS? Karibu sana katika kipindi chetu kizuri. Kipindi kinaitwa The Real, ni kipindi ambacho kinahusiana na mahojiano live kabisa kupitia simulizi, na leo niko na ndugu yangu hapa. Tunaenda kupiga story nyingi sana kuhusiana na maisha yake, na mimi utajifunza vitu vingi sana. Bwana, ndugu yangu ni aje? Fresh tu, nashukuru Mungu. Kama kawaida? Kama kawaida. Okay, kwa kwanza kabisa watazamaji wetu pale wanatamani kukufahamu wewe ni nani, na ikipendeza unajishughulisha na nini kwa sasa hivi? Kwa jina langu Ludovick Mlai. Kwa upande wa shughuli hapo tupo napambana na chuo. Alhamdulillah. Ni mwana chuo kwenye shughuli hapo bado mwana chuo. Ni kozi gani ambayo unasoma ili mradi tuweze kufahamu? Kozi HR. Kwa ajili mabosi. Okay. Tulikuwa tunatamani tupate kidogo historia yako, elimu imekaje? Historia yangu elimu kuanzia nilipoanza, si ndio? Historia yangu elimu, shule ya msingi nimesoma huko Twangoma huko Gamboni. Hadi O-level kasoma St. Anthony pale Magara. Advance kaenda Kilwa. Chuo tuko hapa. Au sio? Sisi tunaamini katika kila safari ya binadamu kuna hadithi nyuma yake. Tunaamini hadi hapo ulipo kuna maisha fulani hivi nyuma ambayo ulishawahi kuishi. Ni changamoto gani kubwa ambayo katika maisha yako ukikaa ukitafakari? Kwa upande wa changamoto ziko nyingi, ila ile kubwa kabisa ile ni moja. Unajua kipindi hiko kilipokuwa mtoto, unajua maumbile, uumbaji wa Mungu anasema oga na kichogo kaje. Kila sehemu unapopita unachekwa. Wewe unakaa mwenyewe unawaza maisha ya vipi? Kwa hiyo tunasema si jiue. Kwa hiyo alipa msongo mawazo mpaka hiyo. Ulikuwa na umri gani hapo? Ilikuwa hiyo imeenda mpaka form 1 pale. Kuanzia form 2 pale ndo kidogo nikazoea, ila huko nyuma huko kuanzia miaka 14 kuchini huko ilikuwa rahisi. Ni let's say labda ni matani gani ambao unakumbuka alikuwa anakuuzi sana watu walipokuwa wanakutania tania? Ni swala la matani yako mengi, kichwa rungu hizo za familia. Tikitokea tu umepata mchumba na si wanawake wana huruma, mwanangu kichwa. Kwa hiyo unajiona kama sio binadamu. Natamani nifahamu baada sasa ya watu kuweza kukutania sana katika majina ambayo hayafai, wewe kama wewe ulikuwa unaichukuliaje? Yani wewe binafsi ulikuwa unajihisi vipi yani? Ndio hivyo, ilikuwa inataka kidogo msongo wa mawazo, kwa sababu ukiangalia katika familia yetu mimi ndo na kichogo. Kwa hiyo naona hisi kama hii ni laana, si ni kitu gani? Kwa hiyo kwa msongo wa mawazo why me, yani hivyo, yani sio kwamba ulikuwa unapenda. Kwa hiyo natamani mimi ningekuwa kama wengine, kwa nini nizaliwe mimi na kichogo? Yani napita wakati mgumu. Kwa hiyo ilikuwa inanipa wakati mgumu kwa muda, ukaona hapo ukizingatia pia na maisha yalivyo kidogo, akili ilikuwa sio nzuri sana. Kwa hiyo kutoka mzazi kwambia ndio una akili, ukichanganya na kichogo na unavyosema unaona duniani hapa imekuja bahati mbaya, si jinyonge. Kwa hiyo ilikuwa changamoto kubwa sana. Natamani nipate experience sasa baada ya kuona watu wanakutania unajihisi vibaya. Nataka nipate ni wakati gani ambao ulijitambua na ukajikubali ukaona kama kichogo watu wengine wanavyo na vinaweza vikawa vikubwa zaidi ya kwangu. Natamani kupata hiyo experience yako ya kujitambua. Sasa hiyo ndio ile wanasema wakati wa Mungu, wakati sahihi kwa sisi wa Kristo. Hiyo pilipili vya dini hivi wakati tunahudhuria pale, ndo mchungaji mmoja jina simkumbuki, yeye ndo aliniambia bwana, jikubali hivyo ulivyo. Yani katika kila kitu kuna sababu. Umeona? Ukiangalia kaona labda kutakuwa na sababu, kwa hiyo kidogo Mungu kaanza kuja. Kwa hiyo ukiwa unatania, nikamwambia hata ukilia ukicheka ndio upo hivyo. Yani kwa hiyo nasi change, hakuna kitakachobadilika. Kwa hiyo nikamwambia tu nikubali ilivyo, na pia nikatumia kama fursa. Kichogo hiki kwa ni mtu fulani hivi fani. Kwa hiyo ukiniita kichogo na mimi na kuonyesha kabisa kichwa. Kwa hiyo ikawa ni kama na mimi ukiniita kichogo na mimi nafurahi. Yani kuna kitu ambacho nilikuwa natamani kukuuliza. Unajua katika haya maisha kuna muda mtu unafika unakata, yani kuna mtu kila mtu katika maisha yake kuna stage ya kukata tamaa alishawahi kuipitia. Wewe katika maisha yako kuna hiyo time ulishawahi kufika ukakata tamaa ya maisha kabisa? Hiyo nishakupitia. Nishakupitia kipindi hicho. Nishakupitia. Ilikuwaje? Hebu tupe hiyo story, ilikuwaje? Kwa tamaa kata tamaa kama mara 2 hivi. Sababu katika familia yetu tumezaliwa ngapi? 4. Umeona? Dada, kaka, mimi afu kuna dogo vingine.
Sasa ukiangalia dada alikuwa kama engineer. Wasio nini. Yaani dada kifupi alikuwa ni mtu wa msuli sana. PCM hivyo. Kaka kaja naye akili hiyo. PC computer engineer sijui nini. Watu wote huko sasa. Ndugu wengine huko yani. Sasa kuja kuangalia mimi sala masi ugomvi. Physics ndo kabisa, kemia hatari yani ndo sielewi kabisa. Alafu ndo mtu anataka unaambiwa wewe na wewe bidi usome huko PCM. Sasa mimi akili yangu iko huko HKL. Kiswahili mimi ndo naelewa, English kidogo, historia. Kwa hiyo kaja mtu aati. So changamoto nyumbani ilikuwaje? Changamoto nyumbani ndio hiyo, inaonekana kama una akili. Maana unajua mzazi ile, alafu kwaga sio maishi na mzazi wangu kabisa, kwa naishi na shangazi. Kwa hiyo shangazi akiwa anaongea, angalia utajisikiaje. Akwambia yani unaweza wanafaulu lakini wewe si una nini yani. Yaani kwa hiyo ukichanganya sio kama nilivyokuatia pale mara kwanza ukichanganya yani kichogo, huko unaambiwa sijui huna akili kulingana na wengine. Kwa hiyo unajiona kama wewe ni ukutakiwa yani kuja hapa. Kwa hiyo kuna mtu anasema sijui tu. Maana ukiangalia faida yako hakuna. Na kweli hamna. Kwa hiyo ilifika stage wakati tamaa. Ikasema ngata tamaa kabisa. Akasema hapa ndugu yangu maisha mambo. Pole sana. Ndio maisha. Hebu tuamia kidogo kwenye engo ya love mahusiano fulani kwenye maisha ya mahusiano. Kuna katukio chochote ulishawahi kupigwa? Kitukio kweli sio kupigwa. Sio matukio tunapiga sana, mengi sana. Matukio hayaishi. Hebu tugele moja hoti. Sema bwana hili we sijawahi kutana nalo hili kwenye mahusiano. Ni nani kama ile moja ilikuwa form 1. Form 1 ndio. Kama usiana nianzaga form 1. Mbali sana. Hebu tugee hiyo story ya form 1 ya mahusiano alikuwa. Ilikuwa ni kama kielele kwa sababu nilifika form 1 akanipa umonte. Eti kwamba wewe ni mpole. Kwa ilikuwa sio mpole, ilikuwa sielewi Kiingereza. Kwa hiyo nilikuwa sina cha kuongea. Kwa huyu anajielewa. Lakini sio basi ninajielewa hapana. Upole huo mstiri. Wakasema wewe monte kuja kuwa monte pale. Sio unajua tena ndo unakutana sana dada wengi, wengine usiandike jina. Kuna muda mmoja hivi walikuwa mweupe. Sasa unajua sijazoea vitu hivyo. Watu wa shule nani kidogo mnamfagia. Unazoea watu wote wa hivi, mtu mchafu kitu mtoboka sasa mtoto kwa safi amenyoka weupe. Bana kachanganyikiwa kijana wangu. Wewe mdada huyo tukaja fall in love. Wewe mdada tena alinifuata mwenye wao kwa kama mstaarabu. Niambia kupenda akaniforce nikasema haya tupendane. Kapendana bwana. Sasa alikuwa hajachangamka. Kuja kuchangamka ile ndo baadaye sasa kama usimuelewi naye yupo huko mwani yupo form 2 yupo form 3 yupo form 4 yupo. Nikamuuliza kwani vipi? Akaanza kwani vipi kuhusu nini? Na wakati huo mzee ulikuwa ndo umeshazama yani. Umeshazama hapo. Hapo kama mwezi wa 6 tumeanza mwezi wa kwanza. Ulikuwa unajisikiaje yani ndo face to face unaingia in relation lakini unakutana na mambo sio? Kwa maumivu kwa na mambo magumu. Au ndo tupo hapo hivi. Au si? Naenda kuuliza vipi naye anauliza vipi? Kwa nini? Mbona sikuelewi huko wakati wewe? Ni mtu wangu mimi. Mtu wako kuanzia lini? Nasema tena. Mimi nilishakupenda, nishakupenda na mimi yani kasahau. Yani hata kunijua yani kama vile ndo kaniona anamfuata kaambia vipi? Yani hajaje kuniona kabisa. Kwa kabaki tu mdomo wazi. Wanaona kitu wazuri. Hiyo ndio kitu ambacho yani nilikuwa yani hadi sasa hivi kukumbuka ni kinakupa maumivu yani. Yani mwanamke ambaye tulishaingia kwa na relation lakini baadaye anakuja kunikataa tena. Bwana nikwambia yani sikupendi. Anakuambia wewe nani? Mimi nampenda na nini? Yani anasahau. Nakumbuka. Aisee pole sana. Sio poa. Sasa hapo tulikuwa tumeangalia katika engo ambayo ndio hivyo mahusiano ambayo yameenda songo mbingo. Je, kuna story ambayo wasema kuna mahusiano mengine ambayo uliyapata baada ya hapo yakawa hot, yakawa mazuri zaidi? Kama hivyo huwezi kukosa kila siku. Kwa siku utapata. Tulienda kweli. Tulienda miaka mingi sana. Form 2, form 3, form 4, form 5, form 6. Chuo. Hivyo. Hapo. So hivi ikitokea kwa hapa katika maisha haya ya chuo, labda mshikaji wako kazingwana na labda mpenzi wake, vitu kama hivyo, yani watu ambao wako kwenye mahusiano, wewe unaweza uka act kama mshauri au msuluhishi wa watu katika mahusiano? Ni ngumu, sababu mshauri sote ndo mbaya. Yani kwa nini wewe hutaki kukaa kwenye hiyo side ya ushawishi au ya kusolve mahusiano ya watu? Washauri waga sio wanakaa kama wachawi baadaye, kwa sababu mapenzi wasema wenyewe ni upofu. Unaviona wewe sio unaviona yeye.
Sasa hapo nikushauri hapo, baadaye akikaa na mpenzi wake tutasikia Rudo alinishauri tukuache, unaonekana wewe mbaya. Kati nilikuwa shauri kwa uzuri tu kwamba ndugu yangu umeteseka, basi achana naye. Lakini baadaye wewe ndio kwa mfano wa wabaya, watezi wako wale, watezi wale ndio kwa wewe. Kwa hiyo mapenzi sio ya kushauri. Mwache mtu aumie, akilia mbembeleze, muache. Wewe usimshauri aache, hiyo kuacha, hiyo kutokuacha, hiyo unajua huko na masuala ya mapenzi kushauriana, hapana kabisa, hakuna kabisa. Okay. So kwenye maisha yako ya kimtani, wewe ni vitu gani ambavyo unapendelea kuvifanya au yani unawishi siku moja uvifanye? Vitu vya kuishi, tunaishi tu watu wakubwa. Vitu tunafanya sasa hivi kama nilivyokuambia tuko chuo. Yani ni kitu gani ambacho unawishi kukifanya? Yani wewe kama wewe, au ni kitu gani ambacho unapendelea kukifanya? Sisi mpaka kuja kuwa director, mambo ya uigizaji hata tumefocus huko sisi. Kwa hiyo unapiga hivyo vipi? Big director, kuandika maigizo haya. Kwa ni vitu ambavyo unafanya sasa hivi au ndo unawishi kuja kufanya? Sasa hivi nimeandika tu, ila tunaanza kuvifanya bado. Ila kuandika yani ndo project zinaandaliwa. Project tunaandaa, tunajipanga. Taanza kufanya ila bado. Au sio? Hivi kwa mfano ukigewa dakika moja kumshauri kijana mwenzako ambao yuko age kama wewe au chini yako kidogo, yani wewe ndo mbaya. Yaani kisha kwamba wewe dili fulani mimi napiga ili nitatokea. Wewe ukija kumshauri wewe ndo mbaya. Kwa hiyo vijana sasa hivi kushauriwa hawataki. Yaani atakachoona yeye ndo kizuri ndo kizuri. Yaani hakiwezi kuwa kibaya kwa yeye kupitia wewe. So tunaweza tukakijadili hiki kitu kidogo. Je, kipo katika positive way au negative? Ili maji hata labda kuna kijana ambaye anatutazama kupitia mazungumzo yetu anaweza kujifunza kitu au kikambadilisha, yani ikawa tu sehemu ya kujifunza. Je, watu kutopokea ushauri imekaa katika saidi nzuri au imekaa katika saidi mbaya? Hii imekaa kote kwa upande wangu, kwa sababu sio kila mtu anakushauri ni vizuri. Kwa sasa hivi ndo kipindi ambacho watu hawapendi maendeleo ya mtu kuliko hata wanachukia, yani hawapendi kweli kweli. Unataka kufanya kitu kizuri sawa, wewe unaona, wewe ukiona kitu hiki kizuri fanya, wake kila mtu na wito wake. Unajua kila kulingana na maandiko ya dini tusema wewe unachoona ni bora, Mungu atakusaidia, au sio? Sasa hapo yani kwa sentence yetu nimeweza kuelewa kumbe kwa maisha sasa hivi kama unaona jambo ni sahihi unaliendea kulifanya, lakini kama unaona jambo si sahihi unaliacha. Japokuwa ushauri ni kitu kizuri kuweza kuomba ushauri, lakini si kila mtu anaweza kukupa ushauri. Kwa hiyo nimeanza kuelewa kitu cha muhimu ambacho tunaondoka nacho hapa. Itakulamba wanasema. Watulize sisi, au sio? Kwa vijana ambao
mtu dogo melewa nini, hizo ndo zinatakiwa hizo ndo sahihi, hizo ndivyo na bwana, tulikuwa na time nzuri ya kupiga story na ndugu yetu hapa. Tumezungumza vitu vingi sana vizuri, naamini kupitia hii interview utaenda kujifunza na utaenda kuelimika vilivyo sana. Always mimi naitwa Salki, kinaita Mr. Stallman, inakuwa noma zaidi.